dhambi zangu na kuiona dhambi yangu kama anavyoona Mungu. Mungu alitaka Kaini atubu, aache kuamini njia yake mwenyewe na aamini na kufuata njia ya Mungu. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, "Kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko, inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde." Kaini alikuwa na kiburi mno, hakuweza kutubu. Alikuwa ameaibishwa na nduguye. Alitaka aondoe aibu hii na arudishe heshima kwa njia yake mwenyewe. Kaini alimwambia Habili nduguye, "Twende uwandani." Ikawa walipokuwepo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, "Yuko wapi Habili ndugu yako?" Akasema, "Sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu." Bwana akasema, "Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi." Nafsi na roho ya Habili ilikuwa pamoja na Bwana, lakini mwili wake ulirudi mavumbini hadi siku ya baadaye Mungu atakapoyabadilisha haya mavumbi yawe mwili wa utukufu unaofaa kwa milele. Lakini kwa Kaini, Mungu alimpa nafasi nyingine ya kutubu, lakini alikataa. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana akiwa na roho ya kuasi na kiburi. Kaini alikwenda mashariki akajenga mji. Yeye na mkewe walizaa watoto wengi, wajukuu wa wajukuu wa wajukuu wao ndio waliotengeneza vifaa vya chuma na vya muziki. Uzao wa Kaini ulikuwa na akili nyingi, lakini hawakumjua Bwana. Vizazi 10 baada ya Adamu kutenda dhambi ya kwanza, Mungu alitoa taarifa hii ya kusikitisha kwenye familia ya wanadamu. Maovu ya wanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Lakini familia